Lakini Simba kutaka kumwacha Ahoua wakati wa mashindano inaonekana kama vile imechanganyikiwa. Je, Yanga ilikuwa komavu kumwacha Aziz Ki? Natumaini ni taratibu za wachezaji na vilabu kupeana wachezaji, kuuziana wachezaji na kununua wachezaji. Kwa hiyo kama amefikia wakati wa kuuzwa, viongozi wamejua hata akiondoka hakuna pengo atakaloacha. Pengo tunalisema sisi ambao hatupo. Kumbuka hata sasa hivi Chelsea Ahoua alikuwa sio dakika 90. Alikuwa na 45, ni 75, ni 60, lakini hamalizi mechi. Kwa maana hiyo tayari Simba alikuwa ameshajiandaa kisaikolojia kwa lolote litakalotokea kwa upande wa Chelsea Ahoua. Kwa hiyo naona maamuzi ya uongozi wa Simba yangeheshimiwa. Kama wamemwacha kweli sawa. Na mpaka sasa hivi sijasikia kauli yoyote ya viongozi wa Simba, bali tunasikia kwa nini waandishi wa habari ikitoa kwamba ameachwa, basi tuheshimu maamuzi yao. Sasa tumesia kwenye mashindano kabila na hapa hivi karibuni Simba wanaelekea kwenye mashindano na na Simba hauna pointi yoyote kwenye kundi hilo. Naona Simba ikafia kwenye kundi lao. Unajua mpira ni kamari, inakupata na kukosa. Kama kuna mwaka umepangiwa kukosa, hata ufanyeje utakosa. Lakini kama kuna mwaka umepangiwa kupata, hata kama utaacha vibaya utapata. Kwa hiyo swala la Simba kutokuingia raundi ya pili au kuingia raundi ya pili ni wakati utaongea. Hiyo ni wakati utaongea. Sasa hivi siwezi kuisemea Simba kwamba itafeli ama haitafeli. Wewe kikosi na vipi na Simba? Hatuna shida la kikosi. Tumekuwa na shida tu na matokeo, lakini sio shida la kikosi. Alama 3 ni muhimu. Alama 3 ni muhimu. Ni muhimu. Sisi hatuna shida kikosi, tumepata shida ya matokeo. Na matokeo yake yanabadilika wakati wote. Ndio maana nikasema mpira kuna wakati unakuwa ni kamari. Unaweza ukasema leo umepata ukafeli. Lakini bibi nyingine ilikuwa inasemekana labda Mwanga Simba. Kwa kweli ni muda sahihi Simba kuleta kikosi cha huyo mchezaji alikuwa ni waandishi wa habari na wachambuzi wa habari wenye mapenzi na timu nyingine. Hakuna mahali viongozi wa Simba walitamka kama wanamtaka Chama. Nakumbuka hata jana ameujua mediali asubuhi. Ni jana ni juzi akashangaa kwamba hizo habari za Simba kumtaka Chama zinatoka wapi? Kwa uongozi huu ninao ambao na mimi nipo ama ni wakati mwenyewe alishangaa. Lakini kwa kweli mzee ile umuhimu wa Chama kuingia pale Simba. Sio ni muhimu wa Chama kwa Simba sababu tayari alikuwa ameshaachwa. Sio ni muhimu wa Chama kurudi, lakini pia sio ni muhimu wa kumjadili Chama wakati yuko timu nyingine na anaendelea mazoezi na timu yake, alafu namjadili kuhusu timu yangu wakati hakitasaidia chochote na sio kweli kwamba Simba alikuwa anamhitaji Chama. Haya ni maneno yanapikwa kutufanya sisi tutoke kwenye mstari huu tuende mstari potofu, watu waingie kwenye mstari wao, wakimaliza waturudishe kwenye mstari tukiwa tumeshachelewa. Mzee kama tunaelekea kwenye ligi kuu Tanzania bara. Jumamosi, Jumapili Simba ya Mtibwa pale uwanja wa wanajeshi pale. Lakini pia Simba wanatoka kwenye mashindano ya mapinduzi kwa miguu kule Zanzibar kwa mtolewa na Azam FC. Naona Simba ikirejesha nguvu zake zote kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya kukosa kikombe kule. Matumaini ya timu hasa ikiwa timu kubwa ni kuingia kwenye mifumo kila wakati. Kila wakati timu wanataka timu yao hiyo kwenye mfumo. Kwa maana hiyo kama tulitolewa kwenye mfumo mechi ya mwisho na Azam, na tukatolewa kwenye mfumo tena kwenye mechi ya mapinduzi na Azam, Jumamosi tunakwenda kukutana na Mtibwa. Ni kwamba Mtibwa ameingia kwenye mfumo, lazima tupambane, tuangalie asije akatoka tena kwenye mfumo. Japo tuko katika wakati mgumu kidogo, lakini ni wakati wa sisi kupambana kurudi kwenye mfumo kama walivyo wengine. Labda tuchukue mashabiki kipindi hiki ambacho tunaona timu haiko sawa. Bwana mwandishi ndio anasema timu iko sawa, lakini timu ya Simba iko sawa. Kukosa matokeo mechi mbili sio kuitoa timu kwenye mfumo. Ni timu iko sawa.
Mimi ninachowaambia mashabiki wa Simba wawe watulivu, waisikilize timu yao, wasije kwenye mfumo wa kutogombanisha na timu na wachezaji kupitia waandishi wa habari na wapenzi, wakitumia mfumo wa timu pinzani